huyu ndo msaidizi wangu huyu, mimi nikiwa sipo ndio huwa habari zote anazishika mashallah. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Zahiri Zuberi, ni mwanafunzi wa Madrasatil Aqsa chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Sesa. Ndugu zangu Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe na Mungu rehma mani ziwe juu yake, alaikum bil kana, jilazimisheni kutosheka. Fainal kana, hakika kutosheka. Malu la yanfat, ni mali isiyokwisha. Rawahu Tabarani. Al-kamalu lillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, mashallah. Chukua na hiyo hapo zote zako, mashallah. Mashallah. Pokea mpaka zinaanguka manake. Mashallah. Pita na kwa baba kule. Mashallah, mashallah. Pita kwa baba kule. Haya, mzee wangu huyu naye ameguswa na shekhe mzito huyu. Mashallah. Shekhe Zahiri, njoo kwa babu, bado huko wewe unaacha hela huko. Njoo kwa babu pale upate hela, babu yako yuko pale. Chukua pesa hizo zote za kwako hizo, mashallah. Baadaye tugawane. Nenda kule. Nenda kule bado, pita pale katikati. Kuna zawadi nyingine. Alhamdulillah. Amesema alaikum bil qanaa. Jilazimisheni na kutosheka, na yeye atosheke sasa na yeye atosheke, mashallah. Alhamdulillah. Kisha aende kule kwenye picha, apige picha. Kwa majina naitwa Anwar Joel, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Sesa. Ndugu zangu ni Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, abelidutu ama pozeni chakula, fa innal hara, hakika chakula cha moto, la barakata fihi, hakina baraka ndani yake. Al-kamalu lillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Munira Ramadhani, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Sesa. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee tabia njema. Husnul hulki, tabia njema. Husnul hulki, tabia njema. Wa yatahallal insanu, nako ni kujipamba kwa wanadamu. Bil akhlaqil hamida, kwa tabia njema. Wa yatahalla ni sifati dhamima, na kujiepusha sifa mbaya. Wa min alamati husnul hulki, na miongoni mwa alama za tabia njema. Talakatul wajhi, ni kukunjua uso. Indalikai, wakati unapokutana na ndugu yako. Walushu fil kalami, na kuzungumza kwa upole. Ndugu zangu Waislamu, hakika kiigizo chema ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu amemsifu kwa tabia njema akisema, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia tukufu. Hivyo basi na ni wajibu juu ya kila Muislamu kujipamba kwa akhlaki njema, na ni
na ni wajibu kwa wazazi kwa wale watoto wao katika tabia njema, na kwa hivyo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana la aliun wala adahu, akitoa zawadi mzazi kumpa wanaye, afdhalu min adabin hasan, zawadi bora kuliko tabia njema. Rawahu Tirmidhi. Alkamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Aisha Ahmad, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhani Saif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee uharamu wa riba. Riba minal buyui muharramati, riba katika biashara ni jambo liloharamishwa, tahriman shadida, tena kuharamishwa mno, liannahu yamna'u nasa, kwa sababu hiyo riba inawazuia watu, anil ishtighali bitijara, kujishughulisha na biashara. Kala taala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa halallahu al-bai'a, na Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara, wa harrama riba, na ameharamisha riba. Faman jaa mawidhatu min rabbihi, na yule ambaye atamjia mawaidha ya Mola wake, fantaha, kisha akaacha kula riba, falahu ma salafa, atabakiwa na yale yaliyopita, yani hatobeshwa dhambi ya riba aliyoifanya zamani, wala hatahamishwa kurudisha faida aliyoichukua kabla katazo kumfikia. Wa amruhu ila Allahi, na jambo lake ni kwa Mwenyezi Mungu. Wa manaada faulaika ashabun nar, na atakayerudi katika kula riba hao na watu wa motoni, hum fiha khalidun, wataingia milele. Yamhaqullahu riba, Mwenyezi Mungu anaondoa baraka chuma au pato lilotokana na riba, wa yurbis sadakati, na anaipa baraka sadaka. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, na Mwenyezi Mungu hampendi kila kafiri mwenye chungu ya madhambi. Wakala taala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wadharu ma baqiya minar riba, na acheni alobakia katika riba, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli ninyi ni waumini. Fa ilam tafalu, ikiwa hamtofanya hivyo, fa'dhanu biharbi minallahi, basi tangazeni vita na Mwenyezi Mungu wa Rasul na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, tugeukie hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, laana Allahu akila riba, Mwenyezi Mungu amemlaani mwenye kula riba, wa muakilahu, na mwenye kutoa riba, wa shahidahu, na mashahidi wake, wa katibahu, na mwenye kuandika. Ndugu zangu Waislamu, kwa masikitiko makubwa Waislamu wengi leo wamejiingiza katika mikopo ya riba, tena yenye majina mbalimbali kama vile kausha damu, malikauli na kadhalika, na wengine wamepamba riba kwa majina mazuri ili watu wasione kuwa ni riba. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ashraki Ahmad. Kwa majina naitwa Aiman Yusuf, ni wanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhani Saif Salum. Ndugu zangu Waislamu, tumesimama hapa mbele yenu ili tuwasomee sira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad, huwa Rasulullah, na ni mjumbe wa Allah ila nasi kafa, juu ya watu wote, wa akhirul anbiya, na ndio wa mwisho wa mitume. Jabi dinil Islam, amekuja kalida dini ya Islam, alladhi, dini ambayo la yahbalullahu, hatokubali Mwenyezi Mungu, yaumal qiyama, siku ya kiyama, dinan khaira, dini nyingine. Wa huwa min nasri saadati Quraishi, naye anatokana na kizazi kitukufu cha Quraishi, ashraf kabila tukufu, fi Makkatil Mukarrama, lililopo katika mji mtukufu wa Makka. Tasiu nasabuhu, na inafungamana na saba yake Mtume, Bismail ibn Ibrahim, kwa Ismail ibn Ibrahim alayhi assalam. Waliduhu Abdullahi, baba yake ni Abdullahi ibn Abil Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manafi ibn Kusai ibn Kilabi. Watajitamiu ummuhu, na anakusanyika mama yake, waliduhu, pamoja na baba yake, fi jadil hamis, wa babu watano, wa huwa Kilabi, ambaye ni Kilabi. Ulida Makati,
amezaliwa katika mji wa Maka yaumul ithnain, siku ya Jumatatu, thani ashara, tarehe 12 min Rabiul Awwal amal fil, katika mwezi mfungo 6 mwaka wa Temu. Walakad tuwufia waliduhu, hakika alifisha baba yake, wa fi batni ummihi, na mtume akiwa katika tumbo la mama yake, wa umruhu, na umri wake 18 sana, ni miaka 18, wadufina bil Madina, na amezikwa katika mji wa Madina. Walam yadhuruhu shay'a min almali, na wala hakuacha chochote katika mali. Wasumia amu wiladatihi amal fil, na uliitwa mwaka kuzaliwa kwake mwaka wa tembo. Lianna malika al-Habasha, kwa sababu mfalme wa Habasha, arsala amma wiladatihi jaishan, alituma katika mwaka kuzaliwa kwake jeshi, ila Makkatin, kwenda Makka, lihanmil Kaaba, ili kumuja Kaaba. Wakana fihi filun adhim, na kulikuwa ndani yake na tembo mkubwa. Fahlaka Allahu jaishan, Mwenyezi Mungu akaliangamiza jeshi. Ikrama wiladatin nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa kutukuza kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waradhatuhu baada ummihi, na alimnyonyesha baada ya mama yake, ni Thuhaibatul Aslamiyya, halimatu ammihi Abi Lahabi, mtumishi wa ammi yake Abi Lahabi. Thumma Halimatu Sari, kisha Halimatu Sari, ila an balagha umruhu 4 sanawati, mpaka alipofikia umri wa miaka 4. Al-kamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zanguni Waislamu, nipo hapa mbele yenu niwasomee aliyokatazwa kwa mwanamke katika kipindi cha maombolezo. Itaswalat bi ukhti lati, amenipigia simu dada yangu ambaye tuufia za ujua fi Darus Salam, amefiwa na mume huko Dar es Salaam. Ismu Aisha, jina lake ni Aisha. Wasaalatni, na akaniuliza, mal umuru lati, ni yapi mambo ambaye tumnau milhal mar'atu, amekataza mwanamke kuyafanya, fi muddatil ihdari ala zawji, katika kipindi cha eda ya maombolezo kwa kufiwa na mume wake. Fajabtu kailatan, nikamjibu nikisema, innal mar'ata fi muddatil ihdadi ala zawji, hakika mwanamke katika kipindi cha maombolezo kwa kufiwa na mume wake, taltazimu biahkami shari, anatakiwa kulazimiana na hukumu za kisheria. Watajitanibu maanaha Allah wa rasulahu, na kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake wameyakataza. Awala, jambo la kwanza, alla tahruja min baitiha, asitoke katika nyumba yake, illa lihajatin, isipokuwa kwa dharura. Mathalan, mfano, antakuna maridhatan, akiwa ni mgonjwa, watahtaju limurajaatil mustashfa, na akahitaji kwenda hospitalini, awid darasati, au kwenda darasani, awil wadhifati, au kufanya kazi, awid taswiki lilmanzil, au kufanya manunuzi kwa ajili ya nyumbani. Maujubil mubisi fi baiti zauji, pamoja na kulazimika kulala katika nyumba aliyokuwa kuishi na mumewe. Thania, jambo la pili, atwibu, ni kujitia manukato, lianna nabii, kwa sababu mtume, na hal muhaddata antatatwayaba, amemkataza mwanamke mwenye kukaida kufia na mumewe kujitia manukato. Thalitha, jambo la tatu, alla talbithu thiaban jamila, asivai nguo nzuri, tuhtabaru tazayuna, ambalo zingatiwa katika vazi hilo ni kujipamba, lianna nabii, kwa sababu mtume, na handhalika, amekataza jambo hilo. Wa innama, na kikasi vinginevyo, talbithu thiaban adia, atavaa vazi ya desturi, kathiyabi lati talbasuha fi baitiha, kama vile mavazi yanovaa nyumbani kwake, biduni antatajammala, pasina kujipamba. Rabia, jambo la nne, alla taktahila, asijipake wanja, lianna nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume, rehma na amani ziwe juu yake, na handhalika, amekataza jambo hilo. Khamisa, jambo la tano, alla tatahalla, asijipambe, yani la talbisu hulia, asivae mapambo, liannahu, kwa sababu yeye, idhan nuhiya anithirabil jamil, pindi akiwa makataza kuvaa nguo nzuri, fal hulia au la binahi, basi mapambo ndio bora katika kwayo. Ka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, la tuhiddu mraatun ala almayt, haifai kwa mwanamke kuomboleza juu ya maiti fauka 30, zaidi ya siku 3, illa ala zauji, isipokuwa kwa mume wake, 4 ashhur wa 10, atakaa miezi 4 na siku 10, wala tamasu wala talbithu thauba masbuhan, wala asivai nguo zilizotiwa rangi ya mapapo, illa thauba asbin, isipokuwa nguo za kawaida, wala taktahila, wala asijipake wanja, wala tamasu tiban, wala asitumie manukato. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdul Nasir Fred, ni mwanafunzi wa Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhani Seif Salum. Ndugu zangu wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi min amrati sa, miongoni mwa dalili za kiyama. Anas bin Malik radhiallahu anhu kala, kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu amesema, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakulu, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwa yakini, inna min ashrati saa, hakika miongoni mwa dalili za kiyama, ani ulfa al-ilmi, ni kuondolewa kwa elimu, wa yaksura al-jahru, na kukisiri kwa ujinga, wa yaksura zina, na kukisiri zina, wa yaksura shurbul khamra, na kukisiri kwa unywaji wa pombe, wa yakira rijal, na wanaume kuwa wachache, wa yaksura nisa, na wanawake kuwa wengi. Muttafaqun alayhi, amepokea Buhari na Muslim. Al-kamalu lillahi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Rauhia Mgaya, ni mwanafunzi wa Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhani Seif Salum. Ndugu zangu wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu ili kuwasomea. Kaifa tadkhulu fil Islam, vipi utaingia ndani ya Uislamu? Man arada an yadkhula fil Islam madha yafaal, mwenye kutaka kuingia katika Uislamu afanye nini? Yakulu, aseme, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Biadha yakunu musliman, kwa neno hili tayari atakuwa ni Muislam. Ya man dakhalta fil islami al-ana, ewe uliingia katika Uislamu hivi sasa. Hani an laka, pongezi kwako wewe. Fakat gufirat laka jamiu dhunubika, hakika amesamehewa kwako madhambi yote. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu, amesema, al-Islam yajubu maqablahu, Uislamu unafuta yaliyopita. Wa fi kiswati Thumamata ibn Uthal, na katika kisa cha sahaba aitwaye Thumamata ibn Uthal, lamma aslama, pindi aliposilimu, fabasharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa bishara njema, yaani bima hasala lahu min al-khaili al-azim, kwa alichokipata katika heri kwa kusilimu kwake. Al-kamalu lillahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Muslim Juma, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhani Seif Salum. Ndugu zangu wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu ili nasomea hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, khairukum, mbora wenu, man taallama al-Qur'an, ni mwenye kujifunza Qur'ani, wa allamahu, na akaifundisha. Al-kamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Naifatia, ni wanafunzi wa Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhani Seif Salum.
Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa mbele ili niwasomee mwili wa mwanadamu. Jismul insan, mwili wa mwanadamu. Ibetun, kwapa. Sharun, nywele. Swadlun, kifua. Adun, shavu. Azmun, fupa. Alkamalu lillahi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Rehema Rashidi, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustazi Ramadhan Seif Salum. Ndugu zanguni Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee kiungo muhimu katika mwili wa mwanadamu. Fa inna ashrafa ma fil insani kalbahu, hakika kitu kitukufu mno kilichopo kwa mwanadamu ni moyo wake. Fa innahu, kwani hakika huo moyo, alalimu billahi, ndiyo wenye utambuzi wa kumjua Allah. Alamilu lahu, tena wenye kumtumikia yeye. Asailahi, wenye kwenda mbio kumwelekea yeye. Wa innamal jawarihu, na hivi viungo muhimu katika mwili wa mwanadamu, atbau, ni vifuasi tu. Wahadamu mulahu, na ni vyenye kuutumikia moyo. Yastahdimu alqarbu, vinautumikia moyo. Istihdamul muluki lilabid, kama vile mfalme kumtumikisha mtumwa wake. Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, inna fil jasadi mudghata, hakika ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Iza swalat, kikitengamaa. Swalat jasadu kullu, utengamaa kiwiliwili chote. Wa iza fasadat, kikiharibika. Fasadat jasadu kullu, uharibika kiwiliwili chote. Ala, tambueni. Wahiyal kalbu, nao ni moyo. Rahul Buhariyu, hadithi hii amepokea Imamu Buhariyu. Alkamalu lillahi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Hamisi Ali, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee, je, ni nani binadamu wa kwanza na ni ipi historia yake kwa ufupi. Binadamu wa kwanza ni Adam alayhi salam. Halakallahu sayyidina Adam min turabin. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam kwa udongo. Halakallahu sayyidina Adam min ghairi abin wala ummin. Allah amemuumba Adam pasina baba wala mama. Sayyidina Adam, baba yetu Adam, huwa awwalul insan, naye ni binadamu wa kwanza kabisa. Sayyidina Adam, baba yetu Adam, huwa awwalul anbiya wal mursalin, yeye ndio wa kwanza kwa mitume na manabii. Aisha sayyidina Adam fil janna, ameishi baba yetu Adam peponi 130 sana, miaka 130. Yatanaamu fiha, anemeka ndani yake. Min ghairi an yamradha, basi na kuumwa wala kupata na tabu yote. Wala yatabba wala yahdhan, wala kupata na huzuni yote. Alkamalu lillahi,
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Suhaira binti Ramadhani Mtongori, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Saif Salum. Ndugu zanguni Waislamu, nipo hapa mbele yenu kuwasomea vyombo vya usafiri kwa Kiarabu. Sayaratul hujra, taksi, hafilatul basi, darajatul naria, pikipiki, kitarul treni, sayaratul sibaq, gari la mashindano, sayaratul gari dogo, sayaratul isafu, ambulensi, sayaratul shurta, gari la polisi, jararun trekta, dababatun kifaru, rakshatun bajaji, tairatun ndege. Kwa majina naitwa Salha Juma, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Saif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, innal abda, hakika ya mja, la yatakallam bil kalimati, anaweza kuzungumza kwa neno, ma yatabayanu ma fiha, muda wa kuwa utaki ubainifu wa neno hilo, yazillu biha finnar, limemtumbukiza neno hilo katika moto, abada ma baina al-mashariq wal-maghrib, uliona umbali baina ya mashariki na magharibi. Hadithi hii imepokelewa na Buhari na Muslim. Al-kamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Adam Ramadhan, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Saif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhi za zimfikie, ani Nabii sallallahu alaihi wasallam kala, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairu baiti fil muslimin, nyumba bora kwa Islam, baitun fihi yatimun, ni nyumba ambayo ndani yake na yatima, yuhsanu ilaihi, anafanya wema ndani yake, masharu baitin fil muslimina, na nyumba yenye shari kwa Islam, baitun fihi yatimun, ni nyumba ambayo ndani yake na yatima, yusau ilaihi, anafanya wabaya ndani yake. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imepokewa Bukhari na Muslim. Al-kamalu lillahi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shamsa Rajabu, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Saif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee kujuzu kulifuata jeneza kwa tahariri na istighfar. Jawazu tibal janaza bitaharir, kujuzu kulifuata jeneza kwa tahariri. Ilamu hayyul aziz, tambua ewe ndugu yangu mtukufu, anna hamlal janazati bitahariri na istighfar, hakika kulifuata jeneza kwa tahariri na istighfar kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kulikuwepo tangu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa amrun jaizu fi shar, nalo jambo lenye kujuzu katika sheria, bil adilla, tena kwa dalili. Ana Ibn Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema, lam nakun nasma'u min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hatukuwa tukisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa yamshi khalfa aljanazati, naye akitembea nyuma ya jeneza, illa kaula la ilaha illa Allah, isipokuwa kwa kauli ya la ilaha illa Allah,
Ana Abdurrahman ibn Abdullah, kutoka kwa Abdurrahman ibn Abdullah, qala, amesema, kharajna ma Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ila Saad ibn Muadh, kwenda kwa Saad ibn Muadh, inna tuufia, pindi alipokufa, salla alayhi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alimswalia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa udhi'a fi kabri wasuwiya, aliweka kaburini na likasawazishwa kaburi yake. Sabah Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alileta tasbihi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sabahna ta'ilan, nasi tukaleta tasbihi kwa muda mrefu. Thumma kabbar fakabbarna, alipiga takbira nasi tukapiga takbira. Ndugu zanguni wa Islam, kutokana na ushahidi huu ninasomeeni mbele yenu, yajuzu kulifuata jeneza kwa tahariri na istighfar. Alkamaru lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Muhammad Mustafa, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salim. Ndugu zangu ni Islam, nipo hapa mbele yenu ili nasome hukumu ya mwenye kuacha swala. Hukumu man taraka swala, hukumu ya kuacha swala. Islam, tambua ndugu yangu Muislam, anna taraka swala, hakika ya kuacha swala kufru billah, ni kumkufuru Allah, wa min a'zamu dhunubi, na ni miongoni mwa madhambi makubwa, almujibati liduhuri nar, yenye kuwajibisha kuingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza watu wa motoni, ma salakakum fil sakar, ni kosa gani liingizeni motoni? Kalu lam naku minal musallin, tajibu watu wa motoni, hatukuwa wenye kuswali. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala in'ami, wassalatu wassalamu ala sayyidil anami. Allahumma salli alayhi ma ta'aqaba al-layla wan-nahar, wa salli alayhi wa ala ashabihi al-ahyar, wa salli alayhi wa ala al-muhajirin wal-ansar. Kwa majina naitwa Hudaya Ramadhani, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Seif Salim. Ndugu zanguni wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Makanatul mar'at fil Islam, nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Falamma kanatul mar'atul muslima, zamani alipokuwa mwanamke wa Kiislamu. Laha makanatha fil Islam, ana nafasi yake katika Uislamu. Wa qad unita biha kathirun min almahami, na yamewekwa kwake mengi katika mambo muhimu. Wa kana nabii sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yahtasun nisaa bitawjihat, akiwahusisha wanawake kwa maelekezo mbalimbali. Wa awsa bihinna fi utbatihi fi Arafat, na akiwahusia katika hutuba yake katika viwanja vya Araf. Mimma yadullu ala wujubi alhinayat bihinna, juu ya yale ambayo yanajulishwa ni wajibu kuwafanyia kazi wao. Fi kulli zaman, katika kila zama. Wala siyama, hasa fi hadha zamani allazi, katika hizi zama ambazo khudhiyat fihi almar'atu almuslima, anapigwa vita mwanamke wa Kiislamu. Bisifatin khassa, kwa namna ya kipekee. Lisalbiha karamatha, kwa ajili ya kupora heshima yake. Inna ada al-Islam, hakika maadui wa Uislamu. Minal kuffari wal munafiqun, ni miongoni mwa makafiri na wanafiki. Walladhina fi qulubihim marad, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi. Hadhahum mayaratul
hadha humma yaratul mar'atul muslima, yamewachukiza anayapata mwanamke wa Kiislamu, min karamatin wa izzatin, katika kukirimiwa na kuheshimiwa, wasiyanat fil islam, na kuhifadhiwa katika Uislamu, yuriduna an takuna almar'at adata tadmir, wanataka awe mwanamke ni zana kubomoa jamii, fi ma'radhin ashabin shahawat, katika maonyesho ya watu wa matamanio. Ndio utaona leo kuna maonyesho na mashindano ya mamisi na kadhalika, watu ulipia viingilio ili kuangalia udhalilishaji huo. Hakika huu ni msiba mzito. Inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Alkamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Faisal Yusuf, ni mwanafunzi wa Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Saif Salu. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee fadhila za kujenga msikiti. Fazlu bina il masjid, fadhila za kujenga msikiti. An Osman ibn Affan radhiyallahu anhu, kutoka kwa Osman ibn Affan radhiyallahu anhu, kala, amesema, samitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yakulu, akisema, man bana masjid, atakayejenga msikiti, yabtaghi fihi wajha Allahi, anataka kwa msikiti huo radhi za Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil janna, Allah atamjengea mfano wake nyumba peponi. Muttafaq alayhi, amepokea Bukhari na Muslim. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Salha Ramadhan, ni mwanafunzi wa Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhani Saif Salu. Ndugu zangu ni Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee hukumu za Uislamu. Ahkamul Islam, hukumu za Uislamu. Kam ahkamul Islam, ni ngapi hukumu za Uislamu? Ahkamuhu hamsa, hukumu zake ni 5. Alfarazu, faradhi, wa sunna na sunna, wal mubah na halali, wal haram na haram, wal makruh na machukivu. Mal farazu, ni nini faradhi? Huwa alwajibu filuhu, nalo jambo la wajibu kulifanya kwake. Faidha falahu almukallaf, pindi akilifanya mwenye kukalifiwa na sheria. Yanalu thawaban, anapata thawabu. Wa man tarakahu, na mwenye kuacha. Yanalu ikaban, anapata madhambi. Kam nawal faradhi, ni ngapi aina za faradhi? Nawani, zipo aina 2. Faradhu ainin, faradhi ya lazima, wa faradhu kifaya, na faradhi ya kutosheleza. Mal faradhu ainiyu, ni ipi faradhi ya lazima? Huwa alwajibu filuhu, nalo jambo la wajibu kulifanya kwake. Ala kulli mukallaf, juu ya wote wenye kukalifiwa na sheria. Kaswalati, kama vile kuswali, wasiyam, na kufunga. Mal faradhu kifaiyu, ni ipi faradhi ya kutosheleza? Huwa alwajibu filuhu, nalo jambo la wajibu kulifanya kwake. Ala jamii mukallafina, juu ya wote wenye kukalifiwa na sheria. Faidha falahu wahidu minhum, pindi akilifanya mmoja miongoni mwao. Sakatu anil bakina, wanasamehewa aliobakia. Kaswalati janaza, kama vile swala ya jeneza. Masuna, nini sunna? Hiya al-amru mustahabu filuhu, nalo jambo lenye kupendezeshwa kulifanya kwake. Faman faalahu, na mwenye kufanya. Yanalu thawaban, anapata thawabu. Wa man tarakahu, na mwenye kuacha. La yanalu ikaban, wala hapati madhambi.
Mal mubah, ni nini halali? Hiya alladhi yajuzu linsani filuhu, nalo jambo ambalo inajuzu kwa mwanadamu kulifanya kwake, watarkuhu, na kuliacha. Fala thawaba fihi wala ikaba, hakuna thawabu ndani yake wala madhambi. Mal haram, ni nini haramu? Huwa alwajibu tarkuhu, nalo jambo la wajibu kuliacha kwake. Faman faalahu, na mwenye kufanya yanalu ikaban, anapata madhambi. Waman tarakahu, na mwenye kuacha yanalu thawaban, anapata thawabu. Kashur bilhambi, kama vile kunywa pombe. Mal makruh, ni yepi machukivu? Huwa mustahabu tarkuhu, nalo jambo linapendeza kuliacha kwake. Faman faalahu, na mwenye kufanya yanalu thawaban, anapata thawabu. Waman tarakahu, na mwenye kuacha la yanalu ikaban, wala hapati madhambi. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Latifa Kasim, ni mwanafunzi wa Almadrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, alhayau minal iman, hani katika alama za iman. Alhayau la yati ila bihail, ayeleti isipokuwa heri. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Saif Juma, ni mwanafunzi wa Almadrasatil Aqsa iliyoko Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu na Islam, simama hapa bila ninasomea hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani juu yake, atani minallahi, upoa kutokana na Mwenyezi Mungu, wal ajratu minash shaitan, na haraka kutokana na shaitan. Alkamal lillahi. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Shazma Swaleh, ni mwanafunzi wa Almadrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele ili niwasomee majina ya siku za wiki. Asma wa ayyam, majina ya siku za wiki. Yaumus Sabt, siku ya Jumamosi. Yaumul Ahad, siku ya Jumapili. Yaumul Isnaini, siku ya Jumatatu. Yaumul Thulathai, siku ya Jumanne. Yaumul Arbiyai, siku ya Jumatano. Yaumul Hamis, siku ya Alhamisi. Yaumul Juma, siku ya Ijumaa. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Abdurrahman Yusuf Sand, ni mwanafunzi wa Almadrasatul Aqsa iliyoko Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu ni Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee majina wake wa Mtume. Kamzaujatu Nabii sallallahu alaihi wasallam, ni wangapi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Zaujatu 11, wake zake ni 11. Wauna nao, wa kwanza Khadija, wa pili Aisha, wa tatu Hafsa, wa nne Zainab binti Jahsh, wa tano Hindu, wa sita Lamla, wa saba Juwairia, wa nane Maimuna, wa tisa wa Sauda, wa 10 Zainab binti Husaima, wa 11 Sofia. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Amina Am, ni mwanafunzi wa Almadrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, simama hapa mbele yenu ili niwasomee watoto Mtume sallallahu alaihi
wasallam. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nao ni saba. Wa kwanza Qasim, wa pili Zainab, wa tatu Luqay, wa nne Mulksum, wa tano Fatim, wa sita Abdullah, wa saba Ibrahim. Al-kamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Isa Hussein, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zanguni wa Islam, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, sinfan min ahli nar, watu aina mbili katika sifa ya watu wa motoni, lam arahuma, hivi sasa bado sijawaona, kaumun maumsiatun, watu wenye mijeledi, kaadhnabi baqar, kama vile mikia ya ng'ombe, yazuribuna biha nas, wakiwapiga watu kwa mijeledi hiyo, wanisau, na wanawake, kasiatun hariatun, wamevaa lakini wako uchi, mailatun, wenye kupotoka na kuzama kwenye maaswi, mumilatun, wenye kuwapotosha wengine, ruusunna, vichwa vyao, kaasnimatul bukhti, ni kama nundo angamia, almailat, yenye kuhimili upande mmoja, la yadkhuluna aljanna, hawataingia peponi, wala yajidna riha, wala hawatopata harufu yake, wa inna riha, na hakika harufu yake, la yujad min mathirat kadha kadha, hupatikana masafa kadha kadha. Al-kamalu lillahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Firdausi Yusufu, ni mwanafunzi wa Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zanguni wa Islam, jaani shabun, alinijaa mimi kijana mmoja, wakadekhala bahul bukau wal huzn, akiwa ameshikwa na kilio na huzuni, baada antalaki zaujati thalatha talakati, baada ya kumwacha mkewe kwa talaka tatu. Wasaaltani, na aliniuliza, hali ya juzuli, je, inafaa kwangu mimi anuraju zaujati, kumrejea mke wangu? Farakakturahu, nikamwonea huruma, waajabtuhu kaila, na nikamjibu kwa kusema, atalaku mubah, talaka ni jambo la halali, walakinahu, lakini yo talaka, abkhadhul mubahati, ni halali inayochukiza, ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, lianahu idhau wa dhararu, kwa sababu ndani yake hupatikana maudhi na madhara. Fajuzu talak, na inajuzu kwake mwanaume kutoa talaka, kajuzu lahal khuli, kainavyojuzu kwake mwanamke kujivua katika ndoa yake. Likaulihi taala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, faina atwanakum, ikiwa wake zenu watakutiini, fala tabihu alaihina sabila, basi msiwatafutie sababu ya kuwaacha. Maadadu talak, ni ipi idadi ya talaka? Atalaku maratu wa maratani, talaka ni kwa mara ya kwanza na mara ya pili. Wa usamma talaku rajian, na uitwa talaka rejea. Likaulihi taala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, atalaku maratani, talaka ambayo mume anaruhusiwa kumrejea mke ni ile iliyotolewa mara mbili. Baada ya hapo, faimsaku bimaruf, ama kumrejesha kwa wema, au tasrihu biihsan, au kumwacha kwa wema. Faman talaka zawjatahu talqatan wahidatan, mwenye kumwacha mkewe talaka moja, au talqataini, au talaka mbili, yahilu lahu, ni halali kwake yeye, ayurajiaha, kumrejea, ma lam tanqadhi idatuha, muda ambao haijamalizika eda yake. Faininqadhat idatuha, ikimalizika eda yake kabla ya kumrejea, la tahilu lahu,
halali kwake yeye kumejea tena ila biakadin jadida, isipokuwa kwa ndoa mpya. Irithul mar'ati idha mata zawjuha, urithi wa mwanamke pindi akifa mume wake. Suila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu, aliuliza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu, hal tarithul mar'atu allati, jana rithi mwanamke ambaye tuufia zawjuha, amefiwa na mumewe, faj'a khafla wa kana kadetwalakaha wa hiya fil fatlatil idda, na alikuwa amemwacha wakati akiwa katika kipindi cha eda. Fajabahu rahimahullahu ta'ala, akajibu rahimahullahu ta'ala, almar'atu almutallaqatu, mwanamke aliyepewa talaka, idha mata zawjuha, pindi akifa mume wake, wa hiya fil idda, na ilihali yupo katika eda, fa ima yakuna talaqu rajian, ima iwe talaka rejea, au baina, au talaka tatu. Awalan, kwanza kabisa, idha kana talaqu rajian, pindi talaka ikiwa rejea, fa hiya fi hukumu zawjat, basi mwanamke huyo anakuwa bado yupo katika hukumu ya mke. Watantakilu min al-iddati talaq, ataama kutoka katika eda ya talaka ila iddatil wafat, kwenda kwenye eda ya kufiwa. Wala hal irthu min zawjiha, na naye haki ya kurithi kutoka kwa mumewe. Wadhalika lianna talaqu rajian, na hiyo ni kwa sababu talaka rejea la yadhilu lismata tamaman, haiondoi kabisa fungamano la ndoa. Bali tabeka zawjia tukaima, bali uhusiano wa ndoa ubaki, maadamat fil idda, maadamu yupo ndani ya eda. Kama kala taala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu, wabulatuhunna haku biradihinna, na umezao wana haki ya kuwarejea. Fi dhalika inaradu islahan, katika kipindi hicho akiwa anataka suluhu. Thania, jambo la pili, idha kana talaqu baina, pindi talaka ikiwa baina, yani talaka tatu. Awil khului, au khului yani mwanamke kujivaa katika ndoa yake. Awil fashi, au kuvunja kwa ndoa. Liaibin, kwa ajili ya aibu. Au dhararin, au madhara. Wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Fadhihi la tarithu min zawjiha, mwanamke huyo hatorithi kutoka kwa mumewe. Lianna kharajat min ismatihi nihaiya, kwa sababu ametoka katika fungamano la mumewe. Wala tantakilu min al-iddati talaq, wala toama kutoka katika eda ya talaka ila iddatil wafat, kwenda kwenye eda ya kufiwa. Alkamalu lillahi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sande Suf Sande, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, alkalimatu tayyibatun, mtu kuzungumza neno zuri, sadakatun, kitendo hicho ni sadaka. Rawahu Bukhari. Hadithi hii inatufundisha tuzungumza maneno mazuri. Tukizungumza maneno mazuri tutapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Alkamalu lillahi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu, rehema na amani ziwe juu yake. Kwa majina naitwa Yusra Ramadhani Mtongori, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatul Aqsa iliyoko Dodoma Makulu,
chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Niko hapa mbele yenu kuelezea mada inayohusiana na dhanna. Qala Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ijtanibu kathira minadh-dhann, jiepusheni na wingi wa dhanna, inna ba'dha dhanna ithma, hakika baadhi ya dhanna ni madhambi, wala tajassasu, na wala mchunguzane. Maana ya hii ni kwamba yanha Allahu almu'min, Mwenyezi Mungu anamkataza mu'min, ayatahimaha bisui, kumtuhumu ndugu yake kwa ubaya, min ghairi an ya'rifahu ma'rifatan tamma, basi na kufahamu palipokamilika, au yadhahara lahu dalilu alwadih, au kudhihirika kwa dalili iliyo wazi, ala annahu min ahli sui, jua kwamba yeye ni miongoni mwa watu wabaya. Wa yukhbiru subhanahu bi anna ba'd adh-dhununi kadhiba, na anatoa habari Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba baadhi ya dhanna ni uongo. Yanalu sahibukum minha al-ithma, na anapata madhambi mwenye kufanya dhanna. Fadhunna biahika al-mu'min al-khair, basi mfanyie ndugu yako mu'min heri. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, inna husna dhanni min al-iman, hakika dhanna njema ni miongoni mwa alama za iman. Idhan, hivyo, idha marra bika sadiquka wa lam yusallim alayka, pindi atapopita rafiki yako mbele yako na hakukusalimia, fala yasuu dhannuka bi, basi isiwe mbaya dhanna yako kwake yeye. Fakad yakunu mashghula anka, atakuwa ameshughulishwa na jambo. Walam yaraka tamama, na hakuona vizuri. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Rasul Rashid, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee dhambi kubwa mbele ya Allah. Ma huwa a'dhamu dhunubi 'inda Allahi ta'ala, ni ipi dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? A'dhamu dhunubi ash-shirku billah, dhambi kubwa ni kumshirikisha Allah. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili hiyo ni kauli yake Allah aliyotukuka. Allah alipomnukuu Luqman alipomwambia mwanae, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sada Swale, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu wa Islam, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee uhalamu wa kuunganisha nywele. Tahrimu aslu shali, uhalamu wa kuunganisha nywele. Inna asla shalin bishalin akhan haram, hakika ya kuunganisha nywele kwa nywele nyingine jambo hilo ni haram. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, laana Allahu alwasilata walmustasirata, Mwenyezi Mungu amemlaani mwenye kuunganisha nywele na mwenye kuunganishwa nywele, walwashimata walmustawshima, na mwenye kuchora tatu na mwenye kuchora tatu. Rawahu Buhari wa Muslim. Wa hadha alwaslu haram, na huku kuunganisha nywele ni jambo la haram, fi jamii ahwal, katika hali zote. Falwajibu ala almalat, basi ni wajibu juu ya mwanamke, antarudha lima ataha Allah, kulizia kile alichompa Mwenyezi Mungu. Alkamalu lillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shadia Ali Isa, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Al-Ustadh Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadisi. Alladhina yajibu hifdhu asmaihim minal malaikati, malaika ambao ni wajibu kuhifadhi majina yao. Alhadhurun, kabla ya kuwatajia majina ya malaika hao, tufahamu ya kwamba al malaikati, malaika, ajisam nurania,
vilivyo ni nuru. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, hulkatil malaikatu, wameumbwa malaika, min nuri, kutokana na nuru, las bizkuri, si katika jinsia ya kiume, wala inath, wala jinsia ya kike. La yakuluna, hawali, wala yashlabuna, wala hawanyi, wala yanamuna, wala hawalali. Wajibu hifdhu asma'i ashara, na ni wajibu kuhifadhi majina 10 ya malaika. Wa kwanza Jibril, naye kazi yake kuteremsha hai kwa mitume. Wa Mikael, naye kazi yake kusimamia mvua. Wa Israfil, naye kazi yake kupuliza baragumu siku ya Kiyama. Wa Malakul mauti, naye kazi yake kutoa roho za viumbe. Wa Munkar wa Nakir, nao kazi yao kuuliza maswali ya kaburini. Wa Rakibi wa Atid, nao kazi yao kuandika matendo ya waja. Wa Maliki, naye ni mlinzi wa motoni. Wa Ridwan, naye ni mlinzi wa peponi. Ndugu zangu ni Waislamu, tufahamu kwamba malaika ni viumbe wa Allah. La yasuna Allah, muaswi Allah ma amalahum, katika anayewaamrisha. Wayafaluna, na wanafanya ma yumarun, wanayoamrisha. Alkamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Zahran Zubair, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makuru, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salu. Ndugu zangu wa Islam, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee sira ya maarifa ongofu, Siratul Ulafai Rashidin, sira ya maarifa ongofu. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu huwa Abdullah ibn Abi Quhafa, na jina lake rasmi Abdullah ibn Abi Quhafa, awwalu ulafai rashidin, alifa wa kwanza miongoni mwa maarifa ongofu. Kana sadika Rasul sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla Islam, kabla Islam. Walamma jaa Islam, pindi ilipokuja Islam. Kana awala almuslim nalija, alikuwa ndo wa kwanza kusilimu katika wanaume. Kana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, alikuwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu shadidan mahabbat Rasul sallallahu alayhi wasallam, ni mwenye kumpenda mno Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla Islam wa baada Islam, kabla Islam na baada Islam. Alkamalu lillahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mwanaisha Mahamud, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Seif Salu. Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa mbele ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ayatul munafiki thalatha, alama za mtu mnafiki ni 3. Idha haddatha kadhaba, pindi akizungumza usema uongo. Wa idha ahda ahlafa, na akitoa ahadi atimizi. Wa idha tumina hana, na akiaminiwa ufanya khiana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Alkamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Akrima Rajab, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Seif Salu. Ndugu zangu ni Waislamu, nipo hapa mbele yenu ili niwasomee fadhila za elimu. Ana Abi Dardai, kutoka kwa Abi Dardai, qala, amesema, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mjumbe wa Allah
yakul, akisema man saraka twarika, yoyote mwenye kupita njia ya betaghi fi ilma, akiwa na lengo la kutafuta elimu ndani yake, saraka Allahu bitwarika illa aljanna, Allah atamfanyia wepesi njia ya kwenda peponi. Wa innal malaikata, na hakika malaika, la yadhau ajnihata, hutandika mbawa zao, ridhaan litalibil ilmi, kwa kumridhia mwenye kutafuta elimu. Wa innal alima, na hakika mwanachuoni, la yastaghfira lahu, vinamtakia msamaha yeye, man fi samawati, vilivyomo mbinguni, wa man fil ardhi, vilivyomo ardhini, hata hitani fil maai, mpaka samaki baharini. Wa fadlul alima ala al-abid, na ubora wa mtu mwenye elimu juu ya mtu asiye na elimu, kafadlul kamar ala sa'ilil kaakib, ni kama ubora wa mwezi juu baki ya nyota nyingine. Al-kamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Salma, ni mwanafunzi wa Madrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu ni Waislamu, nipo hapa mbeleni niwasomea hadithi. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, ayuma mraatin, mwanamke yote, salat za ujua twala, atakayemuomba mume wake talaka, fi hailil mabas, pasina na ubaya wote, faalamu alaiha, ni haramu kwa mwanamke huyo, raihatal janah, hatokupata hata harufu ya peponi. Alkamalullahi wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Firdaus Nadhir, nasoma Madrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salum. Mada yangu ya leo inahusu limadha imtana Ibilisi an yasjuda li Adam, ni kwa nini alikataa Ibilisi kumsujudia baba yetu Adam. Sababuhul kibru, sababu yake ni kibru, waraa, na akaona, watayakana fi nafsihi, na akawa na yakini katika nafsi yake, annahu khairun minhu, kwamba yeye ndiye bora sana kuliko Adam, kama kala Taala fi surati Swad, kama alivyosema Allah katika surati Swad, ya Iblis, ewe Iblis, ma manaka, ni nini ambacho kinakuzuia, antasjuda lima khalaqtu biyadai, usikisujudie kile nilichokiumba kwa mikono yangu, astakbarta am kunta minal alin, je, umejiona mkubwa au umekuwa katika wakuu kweli? Kala ana khairun minhu, akasema mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nar, umeniumba mimi kwa moto, wa khalaqtahu min twini, na umemuumba yeye kwa udongo. Ndugu zangu ni Waislamu, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alimlaani Iblis laanatullahi alayhi kwa kukataa kumsujudia Adam. Alifanya kiburi kwa kujiona yeye ndiye bora sana. Maasafi shadid, kwa masikitiko makubwa mno, kuwa watu hawataka kumsujudia Mola wao, hali ya kuwa Allah anawapa neema zote. Ikiwa Allah amemlaani Ibilisi kwa kukataa kumsujudia Adam, je, atapata laana kiasi gani yule asiyotaka kumsujudia muumba wake? Allah atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusimamisha swala. Sote tuitikieni amin. Amin, amin. Na Allah asitujalie tuwe miongoni mwa wenye kufanya kibri. Amin. Kamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Naufal Ramadhan, ni mwanafunzi wa Madrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makulu, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, la tashabul hamra, usinywe pombe, fa innaha, hakika hiyo pombe, miftahu kulli shari, nufungua kila shari. Alkamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asma'u washa majina vitu iberikun milika akibatun mkoba jarasun kengkele layatun bendera al-kakamar tukalun chungwa Al-kamalu lillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma wasya majina vitu ibelikun bilika akibatun mkoba jalasun kengele. Kwa majina naitwa Zuleha Zubair, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makuru, chini ya uongozi wa Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa mbele ili niwasomee majina ya vitu. Asma wa shiai, majina ya vitu. Zabbatun, kitasa cha mlango. Tayaratun, ndege. Hajaratun, tairi la baskeli. Fanusun, chemli. Hajarun, jiwe. Burtukarun, chungwa. Swafaratun, filimbi. Layatun, bendera. Musaddasun, bastola. Laswasun, risasi. Saifun, upanga. Rumhun, mkuki. Sahmun, upinde. Kadhifatun, kombola. Alkamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee hadithi. Iyakum wa zina, jiepusheni na zina. Fa inna fi, kwani hakika ndani yake. Albata hiswali, kuna mambo manne. Jambo la kwanza, yudhihibul baadil wajihi, inaondoa nuru katika uso. Jambo la pili, wayaktua rizqa, na inapunguza riziki. Jambo la tatu, wayusitu rahmani, na inamchukiza Mwenyezi Mungu. Jambo la nne, wayujiburu uruda fitna, inapasisha kukaa motoni milele. Ndugu zangu ni Waislamu, zina ni jambo mbaya sana na linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala takrabu zina, wala msikaribe zina, ina ukala fashatan wa saa sabila, hakika hiyo zina ni uchafu na ni njia mbaya. Waanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Udaya Bushingwa, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatul Aqsa iliyopo Dodoma Makuru, chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhan Seif Salum. Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa niwaambieni jinsi gani inajuzu kwa mume kumkataza mke wake kuwaunga udugu ndugu zake. Hali ya juzu lizauji ayyamnahu zaujuhu min silati rahimaha. Je, inajuzu kwa mume kumkataza mke wake kuwaunga udugu ndugu zake? Aljawab, jawabu ni kwamba silati rahmi wajibatun, kuunga udugu ni jambo la wajibu. Wala yajuzu lizauji, na wala ifai kwa mume
ayamna zaujatu, kumzuia mke wake, minha, kuunga huo udugu, liana, kati yetu, rahimi, kwa sababu jambo la kukata udugu, min kabairi dhunub, ni miongoni mwa madhambi makubwa, wala yajuzu lizauji, na wala haifai kwa mke, antutui fi dhalika, kumtii kwa hilo, labda ikiwa mume atahofia kwenda kwake mkewe kwa nduguze kunaweza kuwa ni sababu ya kuvunjika ndoa yao. Kwa hilo mume ana ruksa ya kumzuia mke wake, lakini amuunge huyo ndugu kwa mambo ambayo hayana ubaya ndani yake. Alkamalu lillahi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ninaitwa Saumu Ibrahim, ni mwanafunzi wa Al-Madrasatil Aqsa iliyopo Dodoma Makulu chini ya uongozi wa Al-Ustaz Ramadhani Seif Salum. Ndugu zangu ni Waislamu, nimesimama hapa mbele yenu ili niwasomee sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati wa kufa kwake. Wafatihi sallallahu alayhi wasallam, kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuufia wa huwa ibnu 63, Mtume amefariki naye akiwa na umri wa miaka 63. Watuufia sallallahu alayhi wasallam, na alifishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hinda shtadda dhuha, wakati jua limechomoza vizuri na asubuhi imeimarika. Lithnatai ashara lailatal harat, usiku wa tarehe 12 yaumul ithnaini, siku ya Jumatatu, min shahri Rabiul Awwal, katika mwezi mfungo 6. Wadufina lailatar arbiyai, na alizikwa katikati ya usiku wa Jumatano. Waghasalahu Ali ibn Abi Talib, na aliyemuosha Mtume ni Ali ibn Abi Talib. Wa amuhu Abbas, na ami yake Abbas. Walfallu ibn Abbas, wa Kusam bin Abbas, wa Usama bin Zaid, wa Shukurani maulayahu, na Shukurani kijakazi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadharuhum Aus bin Hauliyil Ansar, na alihudhuria pamoja na sahaba aliyeitwa Aus bin Hauliyil Ansar. Wa salla alayhi almuslimuna, na alimswalia juu yake Waislamu afdhadan, mmoja mmoja na kwa makundi makundi. Wadahara kabrahu Abbas, na aliingia katika kaburi lake Abbas. Wa Ali, na Ali. Walfallu, na Fallu. Wa Kutham, na Kutham. Wa Shukuran, na Shukuran. Wadufina fil maudhi alladhi, na alizikwa katika sehemu ambayo tawafahu Allahu fihi haula firashihi, alimfisha Allah pembezoni mwa tandiko lake. Wa hufila lahu wa uhda, kisha akachimbiwa shimo na akazikwa. Min baitihi alladhi kana baitu Aisha, ndani ya nyumba yake ambayo alikuwa akiishi Bi Aisha. Thumma dufina mahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu, kisha akazikwa pamoja na Abu Bakari na Umar radhiallahu ziwafikie. Alkamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, haslatani, mambo mawili, la hayajitamiani fil mu'min, hayakusanyiki kwa mu'mini, albuhlu, ubahili, wasul ulhulki, na tabia mbaya. Rawahul Bukhari, hadithi hii amepokea Abu Ali. Ndugu zanguni Waislamu, kama ilivyoelezwa katika hadithi kuwa mambo mawili si katika sifa muumini. Muumini hawezi kuwa na sifa ubahili. Tukielezea kwa kina sifa ubahili, leo watu wakiambiwa toeni mali zenu katika njia ya Allah, utaona wanakuwepo wazito. Wakiambiwa wasaidie maskini na mafukara, utaona wanakuwepo wazito. Hakika huu ni mtihani mkubwa. Ndugu zangu ni Waislamu, muda hauniruhusu, naomba kumalizia kwa hadithi moja. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, maamini yaumini usubuhi bali fihi
mufikan harafa. Mwenyezi Mungu mpe mwenye kutoa mali zake baadaye. Wayakulu ahad, na usema mwingine Allahumma ati musikan tarafa. Mwenyezi Mungu